Mpendwa mtazamaji, Dominika ya 5 ya kipindi cha Kwaresima. Karibu katika tafakari yetu ya neno la Mwenyezi Mungu. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Ezekieli, sura ile ya 37, aya ya 12 hadi ya 14. Somo la pili linatoka kwa waraka wa mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 8, aya ya 8 hadi ya 11. Injili inatoka kwa mwinjili Yohane, sura ya 11, aya ya kwanza hadi ya 45. Nitaisoma Injili. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Betania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Marta dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana marhamu, akamfuta miguu yake kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Basi wale wa umbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Naye Yesu alimpenda Marta na umbu lake na Lazaro. Basi aliposikia ya kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale pale alipokuwapo. Kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudini tena. Wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, juzi tu Wayahudi walikuwa wakitafuta kukupiga kwa mawe, nawe unakwenda huko tena? Yesu akajibu, je, saa za mchana si 12? Mtu akienda mchana hajikwai, kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu, bali akienda usiku kujikwaa, kwa sababu nuru haimo ndani yake. Aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, nao walidhania ya kuwa ananena habari za kulala usingizi. Basi hapo Yesu akawaambia wazi wazi, Lazaro amekufa. Nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba sikuwapo huko, ili mpate kuamini, lakini twendeni kwake. Basi Tomaso aitwaye Pacha akawaambia wanafunzi wenziwe, twendeni na sisi ili tufe pamoja naye. Basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4. Na Betania ilikuwa karibu na Yerusalemu, kadiri ya maili 2 hivi. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Marta na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Basi Marta aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Marta akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu angalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yeyote utakayomwomba Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Marta akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni. Naye alipokwisha kusema hayo, alikwenda zake, akamwita umbu lake Mariamu faragani, akisema, Mwalimu yupo anakuita. Naye aliposikia akaondoka upesi akamwendea. Na Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa akalipo pale pale alipomlaki Marta. Basi wale Wayahudi waliokuwapo
na Mariamu nyumbani wakimfariji. Walipomwona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata huku wakidhania kuwa anakwenda kaburini ili alie huko. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu na kumwona, alianguka miguuni pake, akamwambia, Bwana, kama ungalikuwepo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Basi Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake, akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Marta dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia, nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, uso wake umefungwa leso. Na Yesu akawaambia, mfungueni, mkamwache aende zake. Basi wengi katika Wayahudi waliokuja kwa Mariamu na kuyaona yale yaliyoyafanya wakamwamini. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na habari inayomhusu Yesu Kristo, Lazaro na dada zake wawili. Mmoja alikuwa anaitwa Mariamu na mwingine Marta. Yesu Kristo alikuwa ni rafiki kwenye hii familia iliyokuwa inaishi eneo la Betania. Na katika maisha ya Yesu Kristo ambaye alipokuja hapa duniani alikuwa hana nyumba wala mahali pa kuweza kulaza kichwa chake, kama alivyozungumza katika ile Injili ya Luka sura ile ya 9 aya ya 58. Katika familia ya Betania ndipo walipomkaribisha, akawa anaenda kulala huko, na ndiko ambapo kama tulivyosikia katika hii Injili, Yesu Kristo alipoenda kwenye ile familia, Maria aliweza kumkaribisha, akawa anaongea naye, akawa anaongea na Yesu, anamsikiza maneno yake. Hakuna kitu cha furaha kinacholeta matumaini kuweza kumfanya Yesu Kristo aweze kuwa rafiki yako, aweze kuwa rafiki wa familia yako. Hawa walimtafutia Yesu sehemu ambapo angeweza kulaza kichwa chake alipokuwa anatoka katika utume wake. Zawadi kubwa waliokuwa wameitoa ni kuweka chumba maalum cha Yesu Kristo ambapo angeweza kulala. Wakaweza kumwelewa, wakati Wayahudi na viongozi wote wa makundi ya kidini walikuwa wanampinga, hadi ndugu zake wanampinga katika swala zima la utume, wanatuma watu kwenda kumkamata, lakini hawa walimtafutia nafasi Yesu katika nyumba yao. Fundisho: umemkaribisha Yesu katika nyumba yako? Umemtafutia chumba kwenye nyumba yako, mahali ambapo wewe na Yesu mtakutana? Tunajenga nyumba, tunaweka store kwa ajili ya kuweka vitunguu swaumu, na kwa ajili ya kuweza pia vyumba maalum kwa ajili ya kuweka haja zetu. Lakini katika nyumba yako umejenga sehemu ambapo tumwambia Yesu, hii ni nyumba yako, hiki ni chumba chako. Ukaweka pale msalaba ambapo utakutana na Yesu kuweza kuongea naye, yaani utakutana na Yesu katika neno lake. Fanya hivyo. Familia hii ya ndugu watatu, Lazaro, Marta na Mariamu,
walimtafutia Yesu chumba, wakamkaribisha Yesu akawa ni rafiki yao. Na Yesu akiwa ni rafiki yako atakuja kufaa katika eneo fulani muhimu katika maisha yako. Baadaye Lazaro akaugua, na Mariamu na Martha wakatuma taarifa kwa Yesu. Nyakati hizo kulikuwa hakuna simu, waliwatuma watu wakaenda kutoa taarifa kwa Yesu kwamba rafiki yako hawezi, ni mgonjwa. Na Yesu akakaa huko siku 2. Alikuwa anajua hilo, akaendelea kubakia huko. Tunajifunza kitu gani? Hata kama utamkaribisha Yesu atakuja nyumbani kwako, hata kama utakuwa ni rafiki yake mkubwa, lazima upite katika hali za kibinadamu. Magonjwa, misiba lazima ije. Si kwamba Yesu Kristo akiwa rafiki yako utakwepa misiba. Kuna watu akijiona kwamba yupo karibu na Yesu, ana upako, Yesu anajibu maombi siku zote za maisha yake, anajua kabisa kwamba yeye ameepukana na misiba na matatizo ya magonjwa. Hapana. Watu wote wa Mungu walikuwa karibu na Mungu waliugua. Ayubu aliugua magonjwa hadi mke wake akamkimbia, akamwacha. Huyu pia Lazaro rafiki yake Yesu anaugua, na Yesu anasimama siku 2 haji kuja kumtazama. Usisahau Yesu Kristo alikuwa ni mwana wa Mungu. Katika swala zima la uponyaji aliweza pia kuweza kumponya yule binti Yairo kwa umbali, akatamka neno lake. Alikuwa ana uwezo wa kuweza kutamka kwamba Lazaro, huko uliko upone. Lakini yeye aliamua kuvuta siku 2. Maana yake nini? Huwezi ukamlazimisha Yesu afanye kile unachokitaka wewe. Usisahau katika pia Injili ya Yohana sura ya 2, mama yake Mariamu alimtaka Yesu aweze kufanya muujiza, awapatie divai. Akamwambia, mama, tuna nini mimi na wewe? Maana yake Yesu hufanya kile anachotaka kulingana na mapenzi ya baba yake. Hawa walikuwa wanataka Yesu aweze kunyosha mkono wake huko aweze kumponya huyu Lazaro, lakini Yesu Kristo alikaa kimya. Baadaye anakuja kutamka kwamba huyu ndugu yake, rafiki yake amekufa. Anawaambia mitume wake, na baadaye anasema twendeni, naenda kumfufua. Alipofika eneo lile ambalo la Betania, akatoka huyu alikuwa anaitwa Martha, ambaye sasa alikwenda kwa Yesu. Anafika pale, anaanza na maneno haya kwamba ungekuwepo hapa, huyu rafiki yako asingekufa. Alikuwa na maana gani? Alikuwa na maana hii: kwa nini umechelewa hadi tumemzika? Kama kweli Lazaro alikuwa ni rafiki yako, kwa nini umechelewa mpaka kifo kimemkuta? Yesu akamwambia, Martha, tulia, ndugu yako atafufuka. Akamwambia, ndio najua Bwana kwamba atafufuka katika ufufuo wa siku ya mwisho, kwa sababu ilikuwa ni imani ya Wayahudi ambao walipita katika matatizo mengi makubwa ya vita, wakiwa wamechukiwa na mataifa mengine yote ya jirani, kwamba vifo na mateso na mauaji na kuchukiwa viliwafanya watambue kwamba duniani hapa si mahali pao. Wakaamini kwamba Mungu atafufua siku ya mwisho, ambapo atafuta machozi yao yote, atafuta mateso yao yote. Kwa hiyo wakawa wanaamini kwamba mateso hapa duniani yataisha, tutafufuka katika ufufuo wa siku ya mwisho. Yesu akasema, uniamini. Akasema, mimi ndimi ufufuo na uzima, yeye aniaminie hata kufa. Ana maana gani Yesu katika hilo? Yesu hakusema kwamba mimi nina ufufuo, mimi nina uzima. Alisema mimi ndimi ufufuo na uzima. Yaani ni sasa. Ukiwa na Yesu, manake wewe ukiwa na Yesu, manake wewe ni Mkristo, manake unatembea na uzima na unatembea pia na ufufuko. Mkristo ambaye una Yesu ndani mwako, umemkiri Yesu ndani mwako kwamba ni Bwana wako na uko naye, wewe una uzima, wewe huna kifo, wewe huna mauti. Na faida nyingine ya pili, hata kama utakufa hapa duniani, utaishi mbinguni. Na ndio maana Mkristo popote pale
upasi kuweza kuishi kama watu wengine. Ndivyo Yesu alivyomwambia huyu Martha kwamba mimi ndimi uzima, mimi ndimi ufufuo, aniaminie, amesema kwamba hata kama atakufa ataishi. Akasema unaamini hayo? Martha kwa masononeko ya msiba wa kaka yake akasema naamini. Basi alipokuwa anazungumza hayo, akaondoka akaenda kumwita mdogo wake alikuwa anaitwa Maria. Maria alipofika kwa Yesu alianguka kifudifudi. Tofauti na Martha. Martha hakuanguka kifudifudi. Maria alianguka kifudifudi. Akarudia maneno yale yale, Bwana ungekuwepo ndugu yangu asingalikufa. Akaanza kulia. Yesu Kristo alipomwona Maria analia, ameanguka pale kifudifudi, na mwenyewe pia akatokwa na machozi. Akasema mmemweka wapi? Wakamwambia twende Bwana ukapaone ambapo tulikuwa tumemweka huyu ndugu yetu. Walipompeleka, alipofika pale kwenye ile kaburi, ndipo Yesu akatamka yale maneno, akasema Lazaro toka nje. Ingawa alipofika pale, Mariamu yule yule ambaye alikuwa wa kwanza kuweza kumwambia Bwana ungelikuwepo hapa ndugu yangu asingalikufa, alipofika eneo la kaburi akamwambia Bwana huyu ndugu ananuka, kwa maana amekuwa ni maiti kwa muda wa siku 4. Atufundisha kitu gani? Mara nyingi katika maombi unaweza kuwa na hali mbili. Maombi hayo ambayo umekutwa na misiba na majanga, unaamini kabisa kwamba Mungu atatenda, alafu baadaye unakuwa una mashaka. Unaweza kuweka hali za binadamu kwamba kwa sababu ananuka hafai tena. Aliamini kwamba ninaamini kwamba atafufuka, lakini baadaye anaanza kukumbuka hali zake za kibinadamu. Unaweza kama umesimama unamwombea ndugu yako katika hali ngumu anayopita, umefunga, unamweleza Yesu, Bwana Yesu fanya kitu kwa ajili ya ndugu yangu, fanya kitu kwa ajili ya mama, kwa ajili ya baba, si kwa ajili ya mume, kwa ajili ya mke, kwa ajili ya mtoto, kwa ajili ya ndugu yako, kwa ajili ya rafiki yako. Na baadaye pia ukaanza kufikiria hali zake za kibinadamu, mbona huyu ananuka? Mbona huyu ni mzembe? Mbona huyu ni mzinzi? Mbona huyu ni mlevi? Kwamba Yesu kwa sababu huyu ni mlevi hawezi kumponya. Hapana. Yesu Kristo katika kuweza kutenda analotaka kuweza kulitenda, angalii hali ya huyo mgonjwa. Hata kama amekuwa ni maiti kwa muda wa siku 4, yeye ana uwezo wa kuweza kutenda. Tumwamini Mungu katika hilo. Tusianze kumwambia Yesu habari za huyu ambaye ananuka. Tumwache yeye atende. Kama tumemwomba atatenda kulingana na mapenzi yake. Anafika pale anamwambia liondeni jiwe. Nayo pia inatufundisha sana. Yesu Kristo katika habari za kumfufua huyu Lazaro hakutumia nguvu zake za kimungu kulipasua lile jiwe alafu watu waweze kutambua kama Yesu ana uwezo. Aliwashirikisha pia watu wengine waliokuwa pale, fanyeni kazi ya kuweza kuliondoa jiwe, kwamba kuna matatizo mengine ambayo yapo yanayozuia mtu mwingine asipate uponyaji, asipate uzima, ni kuondoa tu jiwe. Jiwe mara nyingi limesimama katika kutokuamini, kwamba mtu anakuwa ana moyo wa jiwe, kutokuamini, kwamba anashindwa kupokea neno la Mwenyezi Mungu uzima kwa sababu ya moyo wake umekuwa ni mgumu kama jiwe. Liondoeni hilo jiwe, mumsaidie kuweza kuondoa ile jiwe. Na katika hilo pia anawashirikisha wengine. Yesu Kristo anatufundisha kwamba katika matatizo mbalimbali ya misiba tuwashirikishe watu wengine. Katika matatizo mbalimbali ya kuleta uponyaji kwa ndugu zetu tuwashirikishe watu wengine. Usilibebe jambo hilo wewe mwenyewe. Angeweza kutumia mamlaka yake, akatumia nguvu za kimungu kulibomoa lile jiwe, akavunja, akateketeza, akaangamiza lile jiwe, lingeingia kwenye lile pango. Huyu Lazaro wakati anafufuka angetoka pia akiwa na majeraha lile jiwe. Mengine matatizo si ya kuvunja, si ya kukemea, si ya kuharibu, si ya kuangamiza. Mengine ni ya kuondoa tu jiwe, mengine ni ya kuondoa tabia mbaya, mengine ni ya kuondoa matendo mabaya. Alafu Yesu Kristo anafanya la kwake, anamwambia Lazaro toka nje. Kwa nini Yesu hakuingia ndani ya kaburi? Lile lilikuwa ni kaburi la Lazaro, halikuwa kaburi la Yesu. Yesu alikuwa ana kaburi lake. Kuna maeneo Yesu hawezi kuingia, hata uweze kuwa ni rafiki yake namna gani. Kuna maeneo Yesu anakutaka utoke nje we mwenyewe. Na huyu Lazaro aliposikia sauti ya Yesu Kristo kutoka huko, aliposikia sauti ya Yesu ambaye Yesu ni muumbaji, aliposikia sauti akatoka. Tunajifunza kitu gani?
Kuna matatizo magumu ambayo tuko nayo ya kifo na mauti yanayotukabili, ni kuisikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Ibrahimu alisikia sauti ya Mwenyezi Mungu alivyoambiwa toka katika nchi ya Uru wa Kaldayo. Alitoka akaongozwa na sauti ya Mwenyezi Mungu, akafika Kanaani, akapata uzima, ambaye alikuwa hana watoto akapata watoto. Wana wa Israeli walipo katika utumwa ule wa Misri chini ya Farao, walisikia sauti ya Mwenyezi Mungu, wakatoka kutoka katika ule utumwa, wakafika katika nchi ya Kanaani, nchi iliyojaa maziwa na asali. Huyu ndugu yetu Lazaro anaisikia sauti ya Yesu kule kaburini, akatoka. Yesu Kristo hakutuma watu kwamba nendeni mkamfungue, mkamtoe, mumlete. Alimwambia Lazaro, toka nje, kwa sababu umesikia sauti ya Yesu. Upo kwenye kaburi la namna gani ambalo umejichimbia, umekaa huko na umekaa tu hapo, hutaki kuweza kutoka? Mojawapo ya hatua kuweza kufunguliwa katika hatua ya roho ya kifo na mauti ni kutoka katika hilo kaburi, ni kutoka katika hiyo mauti, ni kutoka mahali ulipokaa. Toka, mfuate Yesu alipo. Alitoka huyu Lazaro kwenye ile kaburi, akafika huko juu, amefungwa sanda. Ndipo Yesu akasema, mfungueni. Anatufundisha kitu gani? Habari za kufunguliwa ni ambazo mwanadamu anakuwa nazo, amefungwa na vifungo vingi, ana sanda za mauti. Habari ya kufunguliwa ni hatua ya pili, kwa sababu hatua ya kwanza ni kuisikia sauti ya Yesu kutoka kwenye ile kaburi. Baadaye unatoka kwenye lile kaburi, ukifika huku nje, ndipo Yesu anawaagiza mfungweni, ambaye anaweza kukufungua. Hata mlinzi anaweza kukufungua, hata Myahudi ambaye hamwamini Yesu anaweza kukufungua. Kwa hiyo using'ang'anie sana kuweza kufunguliwa wakati hujatoka kwenye kaburi. Using'ang'anie kuweza kufunguliwa wakati hujaanza safari ya kuweza kutoka. Kuna watu wengine wanataka wafunguliwe kutoka katika vifungo ambazo wako navyo, vifungo vya magonjwa, vya umasikini, vya madeni, wafunguliwe. Hawataki kutoka katika makaburi yao. Toka kama alivyotoka huyu Lazaro, na wewe utafunguliwa. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.